mbalimbali inayohusiana na mifugo. Na kwa kwanza tukusema tunashukuru sana serikali ya 500 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari John Pombe Joseph Magufuli kwa msisitizo na msukumo mkubwa sana ambao wanaitoa katika sekta hii ya mifugo. Wafugaji wenyewe wanatembea kifua mbele, wana furaha na raha wakiona jinsi ambavyo serikali ya 500 inawajali kabisa. Na kama mlivyosikia wiki chache zilizopita tayari Mheshimiwa Rais ameshatoa hata wito na fursa kwamba siku sio nyingi atakutana na wafugaji. Yote hayo ni kuonyesha jinsi ambavyo kwa kweli serikali ya 500 inajali sana hii sekta ya mifugo, na sisi kama wizara tumejipanga kuhakikisha kwamba hatumwangushi. Niseme tu Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba kwa maana ya takwimu tayari hali inazidi kwenda vizuri, kwa sababu mwaka huu wa fedha tunaomaliza 2018-19 kwenye ng'ombe kwa mfano tulikuwa nao milioni 30.5. Tunapozungumza leo mpaka leo asubuhi tumehesabu ng'ombe wetu tayari wameshafika milioni 32.2. Ukiangalia mbuzi Mheshimiwa mgeni rasmi tulikuwa nao milioni 18.8. Lakini mpaka leo tunapozungumza tayari mbuzi wamefika milioni 20. Lakini pia hapo nyuma kidogo tulikuwa na kondoo milioni 5.3, wameshaongezeka 200,000 wamefika milioni 5.5. Punda hivyo walikuwa 500,000, leo wameshafikia takriban 900,000. Lakini kwenye kuku Mheshimiwa mgeni rasmi tulikuwa nao kama milioni 74.9. Lakini mpaka leo asubuhi tunazungumza kuku tulionao ni milioni 79.1. Ni wengi. Na nimegundua mwenyewe Mheshimiwa mgeni rasmi natoka Singida kule, kuku wa kienyeji ni wengi sana kule Singida na wanazidi kupendwa sana. Na sisi tunaamini kwamba ongezeko hili la kuku ambao walikuwa milioni 74 wamekana milioni 79.1, na mkoa wako wa Singida pia unachangia vizuri sana. Zipo changamoto mbalimbali ambazo wafugaji wanakutana nazo, ikiwepo hasa swala la malisho ambalo sasa tunaliwekea mkakati mzuri sana kuhakikisha kwamba tafiti zinafanyika kama ambavyo tumekuonyesha hata katika vipando vyetu vya malisho, kuhakikisha kwamba malisho yanakuwepo. Na ibara 25 ya ilani ya CCM imeeleza vizuri pale kwenye kipengele B jinsi ambavyo ni lazima tuhakikishe kwamba wafugaji wanapimiwa, wanamilikishwa na kusaidiwa kuhakikisha kwamba malisho yanazidi kuongezeka. Sio hilo tu, lakini pia pale katika ibara ya 25Q kuna swala la kuhakikisha kwamba serikali, maana hiyo wizara sasa, inatafuta suluhisho la kudumu juu ya migogoro ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukuhakikishie kwamba tayari wizara imefanya jitihada kubwa kuhakikisha kwamba migogoro ile mingi ambayo imekuwepo inazidi kupatiwa ufumbuzi, na sisi tunachoamini ni kwamba wafugaji wakipata malisho mazuri, wakipata maji, basi hata swala hilo la migogoro litazidi kuisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo lingine la muhimu ni afya kwa wanyama. Taasisi ya TALIRI inafanya kazi nzuri kuhakikisha kwamba inafanya tafiti stahiki ili tuweze kupata mambo mazuri ya namna ya kuwa na kosafu nzuri sana ya ng'ombe. Lengo ni kuhakikisha kwamba wafugaji wetu wasiendelee kujivuna kuwa na idadi nyingi tu ya ng'ombe. Maana sasa ni wa pili Afrika. Tunatamani wawe na ng'ombe bora, wanaotoa maziwa mengi, wanaotoa nyama nyingi. Ili sasa hata idadi hiyo milioni 32.2 wawe pia ni ng'ombe ambao wameboreshwa vizuri, na taasisi tunafanya kazi nzuri ikisimamiwa na Daktari Shirima kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Eneo la chanjo Mheshimiwa mgeni rasmi limekuwa na changamoto nyingi kwa miaka ya nyuma. Lakini taasisi yetu ya TVLA, Tanzania Veterinary Laboratory Agency, wanafanya kazi kubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, chanjo ambazo zinahitajika hasa mahususi ni takriban 11. Mpaka tunapozungumza na tulivyokupa taarifa ni kwamba chanjo 5 zishakuwa tayari na ya 6 tayari iko sokoni, lakini lengo ni kuhakikisha kwamba kufikia mwishoni mwa mwakani tuwe tumeshakamilisha chanjo zote 11. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba ng'ombe wetu sasa watachanjwa wawe na afya bora. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo hili la chanjo ni la msingi sana. Ukiangalia hoja ya afya Mheshimiwa mgeni rasmi, yale magonjwa ambayo binadamu wanaugua, asilimia 60 ya magonjwa haya yanatokana na wanyama. Inaitwa zoonotic diseases. Sasa maana yake ni nini Mheshimiwa mgeni rasmi?
tukiweka chanjo nzuri katika mifugo yetu na matibabu mazuri, tutapunguza hata bajeti ya matumizi katika afya. Ili bajeti hiyo pengine izidi kutibu mambo mengine mengi zaidi. Bajeti ile sasa hivi ni takriban bilioni 270. Na asilimia 60 ya hiyo ni takriban bilioni 161.4. Kwa hiyo tukifanya kazi nzuri kupitia taasisi zetu hizi, tutaokoa fedha hizi ili Wizara ya Afya iweze kutumia kujenga mahospitali na kufanya vitu vingine, lakini kwa maana ya gharama ya dawa tuipunguze kwa asilimia hizo. Na mimi nadhani hilo linawezekana na sisi tumejipanga vizuri sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, gharama tu kwa mfano ya athari ya kupe ni kwamba yale magonjwa ambayo yanasababisha afya ya wanyama kuwa na tatizo ni kwamba asilimia 71.4, Mheshimiwa mgeni rasmi, yanatokana na masuala ambayo yangeweza kutibika kwa chanjo. Kwa hiyo kupe peke yake inaweza ikaathiri kwa asilimia 71.4. Na vifo, Mheshimiwa mgeni rasmi, vinavyotokana, kwa sababu hiyo asilimia 71.4 ninachosema vifo vya mifugo ambayo inatokana na ikikosekana chanjo ni asilimia 71.4. Sikiliza sasa, gharama yake ni kwamba tusipochanja vifo hivyo vikatokea asilimia 71.4, gharama yake kwa maana ya fedha ni bilioni 835.6. Bilioni 835.6. Maana yake ni bajeti ya baadhi ya wizara kwa miaka kadhaa. Kwa hiyo tunachosema, Mheshimiwa mgeni rasmi, tutaendelea kufanya kazi kubwa sana, chanjo ziwepo ili kuhakikisha kwamba zoezi hili linakwenda vizuri nchi nzima. Rai yetu kama wizara kwa Watanzania, kwa wafugaji, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kumalizia, ni kuomba tu kwamba wafugaji nao watoe ushirikiano unaotosha na watambue umuhimu wa kuchanja, watambue umuhimu wa kuogesha, watambue umuhimu wa kulisha ng'ombe wao, ili ule uzito wa ng'ombe uweze kuwa ni uzito bora. Ianzie kilo 400, 500 mpaka 700 mpaka 1000, ndipo tutakapokuwa na mazao mazuri ya mifugo yetu, ili hata tunapotoa malighafi iweze kuwa ni malighafi bora katika uchumi wa viwanda. Kwanza mimi kwa siku ya leo ambayo ni maalum kwa ajili ya mifugo na uvuvi vile vile, nimshukuru sana mgeni wetu rasmi Mheshimiwa Dr. Rehema Nchimbi kwa mkoa wa Singida. Na kama unavyofahamu mifugo tulionayo, tukiongelea tu ng'ombe peke yake, mwaka jana walikuwa milioni 30.5. Sasa hivi ni milioni 32.2. Kwa idadi imeongezeka sana. Kwa sisi kama wizara tumejipanga vizuri kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Fedha kupitia TIRA sasa, ambayo ni mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, ili kuhakikisha kwamba hawa wafugaji, wavuvi nao wanawekewa bima. Lipo jambo la msingi sana ambalo mgeni rasmi amelisisitiza, na sisi kama wizara tunatumia kama mkakati. Hawa wafugaji wakishakuwa na uhakika wa bima, kwa hiyo wanapofuga wanajua kwamba ile athari ya hatari ya ng'ombe wao kufa imeshikiliwa na taasisi nyingine, watafuga kwa ujasiri mwingi zaidi. Lakini vile vile ambalo sisi kama wizara tunasisitiza kwa wafugaji wetu na kwa wavuvi, kwa sababu sekta hii, wizara hii na sekta mbili, ni kwamba wajiunge kwenye vikundi ili wawe ushirika. Inakuwa rahisi zaidi kuwahudumia, na tunaamini wakifanya hivyo watakuwa na ufugaji bora, watakuwa na uvuvi bora, ili tuweze kuchangia vizuri katika falsafa nzuri ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli kuelekea uchumi wa kati kupitia uchumi wa viwanda. Sasa wizara hii ya mifugo na uvuvi ndio tunaopeleka malighafi ya mifugo, tunapeleka malighafi ya uvuvi, yani samaki, ili tuweze kuchangia vizuri katika uchumi wa viwanda. Sasa la mwisho tu ambalo ningesema ni kwamba lipo tatizo la kisaikolojia, kwamba wafugaji bado wanakuwa waoga kuweka fedha zao katika bima. Lakini ni rahisi mno. Katika ng'ombe wale unaowafuga, baadhi yake chukulia kama hawa nitawatumia kama bima yangu, kama ni mbuzi, kama ni kuku, kwa sababu bima ile sio gharama kubwa sana. Ambacho tumewaambia wenzetu wa bima, na hata mgeni rasmi amesisitiza, ni wao kutoa elimu nzuri. Na sisi katika wizara yetu ya mifugo na uvuvi inayoongozwa na Mheshimiwa Luhaga Johnson Mpina, mbunge,
tayari tumeshakuwa na mkakati wa kuongeza idadi ya mifugo, na sio tu idadi ya mifugo, lakini pia ubora wa mifugo. Kuna tofauti ya wingi wa mifugo na ubora wa mifugo. Sasa bima itasaidia ile wafugaji wasihamehame. Wasipohamahama wanapata huduma bora ya afya ya mifugo, wanapata malisho mazuri, wanapata chanjo nzuri, na pia tuna maabara yetu, ile mamlaka ya maabara TVLA, Tanzania Veterinary Laboratory Agency, wanaendelea kutengeneza chanjo. Wanapata tabu kutembea kila mahali kuwafuata wafugaji, lakini wakiwekewa bima wakakaa sehemu moja, hata kupata zile chanjo inakuwa rahisi zaidi. Tunakuwa na mifugo bora na sio